Mbotoni Studio. Habari, mambo vipi? Leo tuna review Dunia episode ya 21, si ndio? Cha kufanya usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau comment, yani pia usisahau kushare. Mbona itakuwa umetisha zaidi. Jua sasa hivi sipo sawa kwa sababu nilifiwa na mdogo wangu yani. Mdogo wangu anaitwa Tariki yani. Mmoja anapenda kujitakani. Sasa hivi marehemu yani. Mungu amlaze mahali pema peponi. Umeona, baba mmoja, mama mmoja, ndugu yangu wa damu. Jana nilikuwa, ndio maana sija review jana nilikuwa nipo mazikoni, tumelala matanga, leo ndo nimerudi zangu home. Ndio maana nimetulia zangu kwenye studio kwa sababu sijataka mambo mengi, kwa sababu zamani nilikuwa na shoot tu ovyo ovyo, ila sasa hivi natulia kwenye studio yangu, imradi natoa kilicho bora. Umeona? Ndio hivyo mwanangu. Ila ndio hivyo bado na uchungu mbele wangu, ila ndio hivyo nafanya kwa sababu ya ndo kazi yangu. Umeona, ya kureview ndo inabidi ni review. Ngoja tuendelee ku review. Unajua huyu mdada kwenye kile chama ashatoka, wa mdada cha kumpatia kipato, cha kumpatia hela, cha kumpa maisha mazuri, si ndio? Ana tena sasa hivi ana kazi, upo tu, kitu cha kufanya naona kama ana akili yani. Hela afanyie cha maana, anaenda kufanyia utumbo. Sijajua siku ndo karogwa na chama kile alichotoka, anatumia hela ovyo, wiki. Umeona, anaonyesha matawi makubwa sana. Angali sasa hivi hayupo kwenye chama, si ndio? Angefunga mimi cha uchilongo, angefunga hata kibiashara. Angefanya biashara, angetulia, maisha ndo yanaenda. Umeona, ila sasa ila anaanza kutumia unahisi huyu sio akili zake timamu. Angekuwa na akili timamu asingepanga karibu hela kama hivyo. Angeenda kutafuta kiwanja, angejenga au angenunua tu nyumba, si ndio? Sasa watu wengi wananunua nyumba, hataki mambo mengi. Unaona, angefanya hivyo, angefungua biashara, angepiga biashara zake. Ila sasa naona kama karogwa na kile chama cha ule mzee, mpaka anatumia hela ovyo. Umeona? Yani starehe kibao. Haja siku zote hela ukitoa mara 10 unatumia, ila kumbuka una biashara inarudi. So unatoa tu hairudi au unawekeza kokote. Yani una 85% za kufilisika. Unaona? Una 85% za kufilisika. Kwa sababu hela unatoa tu haziingii. Unatoa inakuwa unafilisika. Ama ukiangalia afanye mambo ya maana, bora angesema angetoa hata sadaka. Kuna wazee, kuna kifatima, kuna watu wasiojiweza. Angeenda msikitini, angeenda kanisani, umeona? Angetoa tu sadaka. Ila sana anatumia hela ovyo. Mimi naona sio akili zake. Ila akikupuka kwenye usingizi mzito, akianza kujielewa, basi atajua mwenyewe alichokifanya ni upumbavu. Pia ukiangalia kuna kipande kimoja mwenyewe alikuwa kanunulia watu wa pale kwenye ile guest, ila mwenyewe alikuwa akumbuka na shangaa la kitano katumia kwenye nini. Baadaye ndo anaanza kumkumbusha. Baadaye nimejamii atajiongeza, karudia tena. Umeona, maana sio akili zake timamu, simlaumu. Sio akili zake timamu, na hizi chama ndio kinafanya yote kumpelekesha vile. Ila inadia ziteketee kwa ufupi. Au msima angekuwa na biashara zake, yani biashara zingeteketea hata na moto zingeungua, ni mali zile zipeperuke tu. Mbona sio zarari? Hela za chama za mashetani ndio masala yake ndio yanakuwa hayo. Mbona pia kuna kipande kingine. Mbona hizo dunia za binaanza kunoga kwa kweli. Kwa umanyanya na huyo nani? Sisi mimi na mtama mchepuko. Dada mako manyanya ni mchepuko wake, kwa sababu kaolewa. Umeona? Mko wake boss huyo. Sasa hivi movie naona inaenda kunoga, movie inakuwa tamu zaidi dunia. Ukiangalia kuna fulani kipindi cha mwisho yule alipomfuata nyuma kumnyatia nalo na nyatia vile. Kuja kumkumbatia pale. Alipomkumbatia akampa nini tuseme, akampa miamko mikali sana. Kwa sababu ameshika sehemu ya nini tuseme, kiwanda cha watoto tuseme hivyo ni. Ndio tuseke ukali wa maneno kwa sababu unajua tuna mitandao hii. Umeona? Tuseke ukali wa maneno kwa sababu anaangalia watu wengi. Jinsia tofauti, wanaangalia rika tofauti. Umeona? Ameshika sehemu ile kwenye kiwanda cha watoto. Aliposhika kiwanda cha watoto, kumbuka manyanya kwa sababu ni muda mrefu sana hajawahi kuwa na mpenzi, si ndio? Hajawahi kupata ukaribu na mwanamke wote, si ndio?
Sasa kuna hali fulani lazima mwenyewe uhisi, umeona, hisia za ajabu, kwa sababu anaamsha vile vilivyolala, si ndio? Unaona, anaamsha vile vilivyolala. Sasa alivyoshikwa vile, mama kapata miamko mikali, kama ukifungua Pepsi tena au soda yenye gesi. Unaionaje? Gesi haijatumika, soda haijatumika, umenunua ndo kwanza pop, ukifungua inakuwaje? Inakuwa na miamko, ila baadaye ukifungua tena hamna gesi. Umeona? Sababu shefungua. Sasa Manyanya alifungwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa hana mazoea na wanawake muda mrefu, hajafanya tendo pia muda mrefu. Umeona? Ile pale miamko ilikuwa mikali kama soda unavyofungua. Umeona? Ndo Manyanya ndo alikuwa vile, alikuwa na miamko mikali, kashindwa kujizuia. Umeona, kaamua mvute. Umeona? Moyo unamgonga tena, ukiwa na miamko tena unakimbia spidi ya kuchanganya kama Manyanya. Sasa kama ukavute mzigo. Umeona? Ukiangalia na Ibilisi pale alivyo kaja pale Ibilisi. Umeona? Hakumdawa jielewe yani. Kama kamshikilia kiuno. Umeona? Ibilisi pale kaja. Umeona? Na maisha kaja Ibilisi anaanza kukaribisha mambo mengine mseme. Umeona? Mambo mabaya yani, hapotofu. Umeona? Ghafla mwanamke kaanza kuongea, Manyanya nakupenda. Umeona? Lampa ile maneno fulani yani. Manyanya hana cha kusema, labda anamuonya tu maneno. Manyanya naye ashaanza kumrava, ashaanza kumpenda kwa ufupi. Manyanya ashaanza kumpenda bibi. Sasa tutegemea matokeo gani hapo? Kama Manyanya akaanza kuravu kwa binti, tutegemea matokeo chanya au hasi? Umeona? Hapo sio matokeo chanya, itakuwa matokeo hasi, matokeo mabaya. Umeona? Sio matokeo chanya, kwa sababu binti ni mke wa mtu. Kumbuka siku zote mke wa mtu nini? Mke wa mtu ni somo. Hapa lazima tulete matokeo mabaya, matokeo hasi, sio chanya, matokeo hasi. Mimi namuonea huruma Manyanya, itakuwaje mwisho wake? Yote ni miamko mikali. Pia hoja tuna wanawake wana nini tuseme, wana kitu fulani, si bora tukae nyoka wanaume, kuna hali fulani ile ukana mwanamke unakuwa hali tofauti kabisa, unahisi tofauti. Umeona? Kama Manyanya tofauti, ushawishi ushakuwa mkubwa, mtu anashindwa kujizuia. Umeona? Tunashindwa kujizuia Manyanya, sababu angekakutana na mtoto ni mtoto sio wa Kitanga, si mtoto wa Pemba, ni sielewe, anazidi kumvuruga maskini, anaanza kumpelekea Manyanya wetu sehemu pabaya. Mshaka Manyanya sitakuwaje, namuonea huruma kwa kweli. Ila siku zote ni siku ya mwezi ni 40. Sasa tuangalie Manyanya tutakuwaje. Cha kufanya usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau comment, yani pia ukipenda share video hii. Kitu kufanya wewe subscribe, kwa sababu utakuwa huwezi jua utakuwa ndo mara yako ya mwisho kuniona. Cha kufanya subscribe hadi ukinikipost tu na wewe wa kwanza kureview. Umeona? Hivyo nawapenda sana, pia tunawapenda sana nyinyi. Bye bye.